Bwana Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama tulivyo huko, kama sisi navyo waliokukosea. Usitutie majaribuni, utuokoe na ule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu wake. Ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata anakula viazi tamu, viazi karai, anakula kupa, anaweza agiza sima asubuhi iwe. Mimi naitwa Kadenge na Lily White alikuwa ni uncle yangu, tu rafiki yangu wa damu sana. Tumekutana naye mahali kwingi tukiwa pamoja, unaona, lakini tumempoteza juzi, unaona. Leo ndo ni mazishi, aliitwa jana, leo tunapumzika. Labda kuna mheshimiwa yote ambaye amefika? Sijaona na sijui kama labda mtaa huu labda kuna heshimiwa ama ni vipi, sijajua bado. Labda kifo chake kimewaathiri kwa namna gani nyinyi kama familia? Kubwa sana, kwa sababu ni mtu ambaye yani alikuwa na vitu zake ilikuwa ni za siri nyingi sana, si mtu ambaye alikuwa anaweza eleza vitu zake, unaona. So imekuwa ngumu yani kujua labda kuna mahali alikuwa na mtu ama alikuwa na mtoto, unaona, vitu kama hivyo. Sasa ni vitu ambavyo pia sisi vimetufanya mpaka tujue, yani bado tuko kwenye, si unaweza sema nini, unaona, tuko gizani, tuko gizani, tuko gizani, unaona. Na kimeathiri pakubwa sana, kwa sababu ndio alikuwa ni mtu ambaye tunamtegemea pia hapa nyumbani, unaona. Akienda baharini akija na kitu ndio sisi pia sisi tunapata, lakini sasa basi ndio hivyo, ndio tumepoteza na tujui tutaweza mpata vipi. Pole bwana pesi. Tumempoteza mjomba wetu Mwalili, jambo la kusikitisha sana, lakini ni njia yote, ni mapito haya, sote tutapitia njia hiyo, lakini Mwenyezi Mungu akasema alipema peponi, sote tumuombe Mungu azidi kumstiri. Amen. Hii mwanangu ni Shanzu TV mama, tuna rekodi. Watu wengi. Salamu watu wengi. Twende. Lily White jomba letu mwanangu tumempoteza, tuna huzuni mkubwa sana ni. Ni Mungu ndo anapanga bro. Mungu anapenda na Mungu anachukua. Ile tu sisi bwana tunaombeleza pole pole. Kuna mwanangu hapa ni babake mkubwa yani. Shona tuko naye. Tunapelea baka kwa asiasikata na unyonge. Yaani bro, kifo mwanangu haina ODJ. Jomba alikuwa mtu mwingine mzuri sana. Hata watu wa baharia huko yani bichi wanamjua jomba, maarufu yake yani mambo ya lugha yani umalizi yani check ndo ashapendwa, ndio yangu amechukuliwa. Ndio hivyo brother, mimi sisi nzuri. Sisi watu na wasiwasi. Akawa takira na mwambia huyu mzee wangu wakuja na kuuza. Mwambie hapa kama jamaa hili hapa pia. Shanzu TV. Abraham akajibu ongea ama. Wewe ongea. Bado kuna kumbukumbu ya yale tuliyoyaacha huku. Huyu bwana akamwambia Abrahamu, tuma mtu, maana niko na ndugu 5 waliobaki, na hawa ndugu 5 wasipopata mtu wa kuwashuhudia, ndio maana nimesimama hapo. Sema nitahubiri mahali panapofaa na mahali pasipofaa. Mimi hapa napoona panafaa, ndio maana ninahubiri, na kama kuna mahali pasipofaa pia nitaenda. Kuna mitume na manabii, wasipowasikia hao ambao kwa sasa wewe uko hapa, hao ndugu zako, usiwe na shida nao. Hebu lilia hali yako, angalia hali yako, achana nao, kwa sababu kuna manabii. Wapendwa, nataka niwaambie hivi, kumbe wokovu ni wa sasa hivi tukiwa bado tuko hapa duniani. Ng'ambo ya fikiria ya kwamba pale kuna mtu mwenye dhambi sana kuliko wewe uliyeko hapa. Nataka
kumshukuru Mungu kwa maisha mafupi ambayo tumekuwa na mpea sasa, ya kwamba watapumzishwa kutokana na kazi walizokuwa wakifanya. Maana ukatoa ushuhuda wa ujinga kanisani, wewe ambaye unaenda unakunywa nini? What is that you are taking? Kutoa ushuhuda wa ujinga na kama unafanya matendo maovu hapa duniani, kule hakuna. So wajua mimi sichelewi. Mungu awabariki kwa sababu neno lake linasema poa. Tuongea. Boy hiyo. Oh, ni Sunday boy, umeelewa? Sunday ni beach boy, yani operator kama mimi. Sholange imenianza yani. Miaka mingi yani kusema sholange, fileare. Mwana huyo. Tumepoteza mwanangu. Jembe malele huyo. Kifo chake labda kimekuathiri vipi wewe kama Jay? Kwanza kama nisababisha mpaka nimeshukana madisai usiku mwanangu hapo ndani ya mtu hapo. Nimepiga manywaji yangu hapa, kwa na pesa nimemaliza. Kachukua motorbike ngia ndani ya mtu hapo kutoka Kedi. Motorbike kanambia na beba mtu nikitoka mbeba mtu mwanangu. Nikaanza walk kidogo mwanangu hapo kidogo na bada hapo. Mama unyoshe mikono yako juu. Brado mwanangu kandia ndani. Wamenizungusha mwanangu, ameniacha mla leo. Nikamwambia kwa mama zenu mtaniacha hapa. Mtanipeleka mimi sina pesa zangu msichukua. Wakaleta bamburi, nikamwambia bamburi enda vipi? Wakaniachia jero, wakamesha nimepanda bike, nikaja zangu mtaani. Kabidi nirudi tena nesi nikalipa bili watu shilingi bilioni 3. Nipigwa mwanangu. Mwana nipigwa maana juzi tupigania kwa tabu kiboma hapo mwanangu. Pigo niliwaita. Wacha tu mwanangu. Unajua kidogo. Na huyo ndugu yangu anaposta TV. Anaposta TV. Kubali wa manjo kwa mama kadiri. Twende nalo. Mara murire kwa best yetu mtaani vizuri kabisa, kijana smart, yeye na mwingine yani smart sana. Na kisa kifo chake ni hivyo tayari tunampenda, Mungu anapenda zaidi. Kwa tushafu tunapendana wote. Mama wote, vijana wote, sote ni ndugu moja. Wanakuwa na kazi ya kuendeleza mambo ya kuanzia kwa jina lako. Leo katika jina la Yesu Kristo unayeishi na kutawala, na watu wa Mungu waseme amen. Amen. Wasema sina kadi wanijua bro. Sasa wataka tagi wewe, ngutole tagi. Ni my brother. My brother ndugu yangu. Mimi kulingana na huyu Chui ndugu mdogo wa Lil White. Mdogo. Na mdogo wa Lil White alikuwa ni Kaindi. Tulianza kazi na sasa mpenda na sote baba. Labda kifo chake kimekuathiri vipi? Kifo cha Lil White bana. Lil White mimi nasema ni vipi? Mimi Mwenyezi Mungu kifo huwa anakieka mbele, lakini huyu ndugu yangu tunasema vipi? Mambo ya kukosa damu, ukosefu wa damu. Hakuna ibada inayoisha bila mengine. Tuongea masa. Mambo ya hii ya ukoo wa YouTube hii inaitwa nini? Hii kizazi sasa tulienda tukamtoa kile ficha, wanakuja wakijificha na wataka kuonekana, sababu sahii mheshimiwa bahati na sisi
tunaangalia macho yetu. Ona shughuli kama hii tungekuwa tuko nao, hatujafika bado na tunaendelea. Umoja wangu baba ni waajabu, umoja wangu baba ni waajabu, inaenda mbele maisha yangu upande wewe, baba pokea roho yangu baba pokea roho yangu tawala. Nimekuachia wewe, baba pokea roho yangu, familia inaweza kukuacha, jamii inaweza kukuacha, kanisa linaweza kukutenga, dini yako inaweza kukutenga. Matangu yuko pale, mimi mamangu